Naam, waligani wetu wa Fezi Media, tena na beautiful time, beautiful moment, na kutana hapa Fezi Media kwa ajili ya kuendelea kubadilishana habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Cha msingi ni wewe mdau wa Fezi Media kuhakikisha una subscribe na turn on notification kupata mahabari moto moto kwetu Fezi Media. Habari tulizonazo ni habari za michezo, burudani, mikasa, entertainment news na vitu vingine moto moto utavipata kupitia channel kupenda kabisa ya Fezi Media. Tuko na habari za mikasa ndugu zangu, ni kwa wale ambao mnapenda habari ya kugusa jamii, basi nikwambieni hapa ndo maana pake. Lakini hatujaishia kwenye habari za mikasa tu wadau wa Fezi Media, kuna habari zingine ambazo sasa hivi zina trend kinoma noma. Habari hizo ni zipi? Si nyingine bali ni habari za siasa. Mji umechangamka, mji umekuwa moto, mji umekuwa na matashtiti kama yote. So katika upande pia habari za siasa tutakuwa kusogezea bila shida wala shaka lolote hili. As you know, tunaelekea katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwishoni mwa mwaka huu mwezi Oktoba tarehe, let's wait for tujue itakuwa tarehe ngapi, lakini tushaambiwa as always ni mwezi Oktoba mwisho mwa mwaka. Kila baada ya miaka 5 basi uchaguzi mkuu unakuwa unafanyika wa kuchagua marais na wabunge. Umeona, sio tutakusogezea bila shida yoyote. Kubwa kuliko bana siku ya leo ni baada ya kauli ya Nandy kuonekana ni kauli tata au kauli ambayo imefanya watu wengi wabaki na maswali. Je, aliyozungumza bibi Yami ana ukweli kiasi gani, au ndo alikuwa anazungumza kwa ajili ya kutaka kuonekana kama anataka apeleke vitu fulani mjini, basi yake apate kumnyokea mwenzie apate kumchundia? Ni baada ya swali kubwa ambalo ameuliza ndugu yetu likimuhusu kuto kuwepo au kuto kwenda katika uzinduzi wa ngoma ya aliyekuwa msanii wake, na mzungumzia Yami. Kama nakumbuka, Yami siku chache nyuma alikuwa amefanya uzinduzi au pati ya uzinduzi wa ngoma yake ya ngoma ya Furaha, ambayo ilikuwa ni siku ambayo imehudhuriwa na watu wengi, na Dula Makabila tuliwaona, kina Jimanala tuliwaona, yani binti ambaye alifanikisha kuwakutanisha maasimu wawili kwa wakati mmoja, yani namaanisha Manara na Dula Makabila, wote maeksi wa The Elisa. Lakini mwisho hapo pia tuliona kulikuwa na watu wengine mbalimbali ambao walienda kumsupport pale, lakini uwepo wa Nandy au Billnass haukuwepo kuonekana pale, yani haukuonekana kabisa, na ilimpelekea moja kwa moja bibi Yami kuuliza maswali hayo na waandishi wa habari ambao tulikuwa tumehudhuria pale, tukimuuliza zaidi kuhusiana mbona tumuoni Nandy, mbona tumuoni Nenga, kuna utofauti wote baada ya kutoka katika lebo. Akazungumza, niliwapigia simu lakini sikuwapata, pengine pia kutokana na ubizi kwamba ni wasanii wakubwa, licha wasanii wao ukubwa pia inawezekana pia issue ni kwamba wako busy na mtoto au pia wana mtoto. Kwa ni kauli ambayo watu wakachukulia okay, walipigiwa simu lakini hawakuweza kufika. Kama unajua Bongo bwana, huwa hatuwezi tukalizika tu na majibu ya upande mmoja, lazima tumtafute mtu mwingine ili bali tupate kupata ukweli uliokuwa madhubuti au ukweli fanisi kabisa. So siku ya leo pia tukapata nafasi ya kufanya interview na Nandy tukamuuliza, na akajibu kwamba kwa yote ambayo alikuwa ametokea ameendelea, yeye anashangazwa kama ambavyo Yami alivyozungumza, na yeye alikuwa amepitia na kuona hiyo interview, kwamba alipigiwa simu wa kupokea, lakini anakanusha na kusema sivyo, kwamba haikutoka simu yoyote kutoka kwa Yami kwenda kwa Nandy kumwalika katika siku yake hiyo ya uzinduzi wa nyimbo yake hiyo ya Furaha, kwamba hakupokea simu wala namba yoyote ambayo ikiwa inamhusisha uzinduzi wa ndugu yetu Yami. So moja kwa moja wadau wa Mbeya, watu mbalimbali wakaona hapa kuna sintofahamu kubwa sana kati yao wawili, japokuwa watu baada ya Nandy kuzungumza hivyo wamezungumza pengine Yami alikuwa anaongea vile kwa ajili ya kutaka kuboost jambo lake lipate kumuendea, au pengine kuna mambo mengi ambayo watu wajui kati yao wawili, kwa wanarushiana hapo kutuacha sisi njia panda. Wawili hawa walikuwa ni watu ambao wako karibu, walibahatika kutoa ngoma moja tu, yani kuzungumza ngoma moja tu katika ile featuring ya mtu na bosi wake, basi kwa ni ngoma moja ambayo Nandy alifanya na Yami, na mwisho siku akamwachia Yami kama Yami mwenyewe azidi kujipambania na muziki wake, kuonyesha zaidi kipaji chake na isije kuonekana kama Nandy anambeba Yami. Na of course akawa anaachia ngoma, anaachia EP, na ngoma zake zilikuwa zinapendwa, zinakwenda mbali zaidi, ngoma zisizokuwa na makelele, ngoma ambazo zimebase kwenye upande fulani wa mapenzi, line yale watu ambao hatupendi stress kwenye mapenzi, basi ngoma hizo zinakuwa zinatufaa kweli kweli, kubembeleza kweli kulio nalia kinoma noma.
Umeona, so jambo kama hilo Nandy amefunguka na kutuambia hivyo, lakini vivyo amezungumza kwa upande wake kwamba alikuwa na access ya, kama angenikosa mimi, alikuwa na access ya kumpigia dada yangu mdogo wangu, na anakuambia Memo mwenyewe mfanyakazi wake nyumbani, na hata pia mtoto wake naye pia namba hanazo, kwa nini asiwapigie hao. Kwa baada ya kuzungumza hivyo, pia imeonekana kabisa kweli ndugu yetu Yami kuna sehemu aliteleza, au aidha ni ushauri ambao alikuwa ameupokea kutoka katika watu ambao wanafanya nao kazi sasa hivi, kwamba if you want to go you have to do a kiki, you have to make a kiki that's to improve, kwamba kweli jamani na mimi naingia katika ile nani yenye, japokuwa alizungumza lakini sio kwa ubaya. Ndio maana pia hata kufuatia interview ambayo tulikuwa tumemfanyia Yami, alizungumza kwa uzuri na kuwatetea kwamba aidha hawajaja kutokana na sababu hizi na hizi kutokana na wao pia ni wasanii wakubwa, wana familia, au la pengine mtoto anawasumbua. So alizungumza vizuri and proper. Lakini pia hata Nandy pia leo amezungumza kwamba wawili hao wao wako fine, hawana shida yote. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho kinazidi kuonyesha kwamba Nandy, Yami bado ni watu ambao hawana shida yoyote, na kama kuna shida zozote wanajaribu kutuficha hapa na kwambia lisemwalo lipo, na kama halipo basi liko njiani linakuja. Kwa hiyo tunaweza tukaona huko mbeleni, maybe Yami akipata mafanikio makubwa zaidi kufikia level ambazo Nandy yupo, ndio tutapata kuona makucha halisi ya mpale yule Nandy, au pengine tutaona pia ndo celebration kubwa kwa bibie Nandy akifurahia uzao wa mikono yake, uzao wa kumtoa msanii na kufika katika level za juu ambazo zitakuja kumfanya awe proud na msanii wake. So whatever can happen, wanakuambia chochote kinaweza kikatokea, it's about time too. Time itaongea yupi mkweli yupi muongo. Pia tunaweza tukapata wasamtu pia tukimpata bana Nenga naye, kwa sababu pia inasemekana na yeye alikuwa amepigiwa simu yeye kama boss wa kiume, au yeye kama shemeji kwa upande fulani, tupate kujua mawili matatu kutoka kwake kuhusiana na mwaliko ambao alipewa na Yami, lakini hawakuweza kuhudhuria katika shughuli hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tungependa pia tuyajue kutoka kwenye upande wa Billnass Nenga. Yaliyomo au yanayozungumzika kwa upande wa mke wake na Yami na ukweli wowote? Unadhani atabaki kuwa upande wa mke wake, kwamba kuzungumza kwamba alichozungumza mke wake ndio sahihi na alichozungumza Yami sio sahihi, au pia naye atajisimamia yeye kwa upande wake, yeye kama mwanaume? Basi subiri, it's about time tutapata kujua pia kupitia channel ipenda kabisa ya Feti Media, sababu hapa unapata habari yote kwa wakati mmoja, uwe Dubai, uwe China, uwe Guangzhou, uwe wherever, if you understand Swahili basi hapa ndo mahala pake, na chochote kile basi utakupata kupitia channel ipenda kabisa ya Feti Media. Mambo ni moto, mambo ni mengi sana wadau wangu wa Feti Media, tuendelee kuwa sambamba pamoja, tukiwa mburuburu, tukiwa moto yente sehemu ni moja tu, Feti Media. Subscribe, turn on notification, lakini pia nikumbushe tuna habari za michezo, burudani, mikasa, entertainment news na vitu vingine kede, vitu vingi ambavyo huwezi ukavipata sehemu nyingine yoyote bali isipokuwa hapa Feti Media. Hapa ni kwetu sote. Kwa hakikisha unakaribisha kwa kuinvite your friends kwa link, kupitia kwa link, watumie link wapate kujua Feti Media, kupata habari ambayo wewe unayapata the same place the same time. Tunakupenda sana, bye.